Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mfuatiliaji wa vipindi vya Radio Maria sauti ya Kikristo nyumbani mwako, kila tarehe 25 ya mwezi Machi kanisa linafanya sherehe ya Bikira Maria kupashwa habari, pale ambapo Mungu mwenyewe alimwagiza malaika Gabrieli ampashe habari Maria kama atakuwa mama wa Mungu. Tunasoma hayo kutoka katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 26 mpaka 38. Kwa nini kanisa linaadhimisha sherehe hii? Tukirudi katika historia za kanisa, tunajikuta kwanza katika karne ya 5, hii sherehe ilianza kuadhimishwa na kanisa la Mashariki, yaani makanisa ya Orthodoksi au makanisa ya Kigiriki. Na taratibu baadaye mpaka karne ya 7 ikaanza kuadhimishwa katika kanisa letu la Kilatini au kanisa la Magharibi. Na hivi tunachukua umuhimu wake wa kuadhimisha kutoka kwenye ujumbe wa Mungu mwenyewe kwamba alitamani Bikira Maria ashiriki katika tendo la ukombozi wa mwanadamu, na hivi kwa sauti ya malaika akamtuma awe msemaji, atoe ujumbe kwa Bikira Maria kwamba atamzaa mwana wa Mungu. Na Bikira Maria baada ya kutafakari na kuzingatia hayo, alijibu kwamba yuko tayari, mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema, kama tunavyonukuu kutoka Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 38. Sherehe hii ina umuhimu gani? Cha kwanza, tunaamini kwamba sherehe hii imetufunulia nguvu ya Utatu Mtakatifu, kwamba Baba wa milele ambaye kwa njia ya malaika anamtuma aende kumpasha habari Bikira Maria kwamba atamzaa nafsi ya pili ya Mungu, Mungu Mwana, na hivi tendo la Bikira Maria kutoa mimba linafanyika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kumbe sherehe imetupatia nguvu ya ushirika wa Utatu Mtakatifu katika ukombozi wa wanadamu, ambao imedhihirisha wazi kwamba kazi ya ukombozi wa mwanadamu ni kazi ya Utatu Mtakatifu. Lakini nafasi ya pili imetupatia asili mbili za Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ambaye kwa asili alikuwa ni Mungu, wakati ulipotimia alitoa ubinadamu akazaliwa na mwanamke. Tunasoma kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 kwamba Kristo ambaye ni Mungu, nafsi ya pili ya Mungu, yeye ni Mungu kweli, lakini vile vile kwa kutoa mwili tumboni mwa Bikira Maria amefanyika kuwa mtu, na hivi anakuwa ni mtu kweli. Jambo la tatu tunalojifunza kutoka kwenye sherehe hii ni kwamba Bikira Maria ni mshiriki kamili katika ukombozi wa wanadamu. Bikira Maria ni mshiriki kamili katika ukombozi wa wanadamu. Alichangia kila kitu kinachohusu binadamu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Umungu wake ni wa asili tangu milele, lakini tunaamini binadamu wake ulitwaliwa tumboni mwa Bikira Maria. Kwa hiyo Bikira Maria ni mshiriki kamili katika safari ya ukombozi wa mwanadamu au mchakato wa Mungu kumwokoa mwanadamu. Bikira Maria alichangia, sio tu kwa kuitikia kwake peke yake kwamba yuko tayari kuwa mama wa Mungu, yuko tayari kushirikiana na mpango wa Mungu, lakini tunapokuja kwenye uhalisia baada ya hiyo ndio yake kwamba yuko tayari, basi tunasema ubinadamu wote ulitokana na Bikira Maria, ubinadamu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini jambo la tano, tunapata uhakika kwamba kwa tendo la Bikira Maria kutoa mwili, Bikira Maria kukubali kumzaa nafsi ya pili ya Mungu, ni kwamba yeye mwenyewe ni mkingiwa dhambi ya asili. Kwa hiyo tunajipatia pia fundisho jingine hapo kwamba Mungu mwenyewe ambaye ni mtakatifu na amezungukwa na utakatifu, hakutatokea namna akakaa mahali ambako sio patakatifu. Kwa hiyo kwa Bikira Maria kumzaa nafsi ya pili ya Mungu, tunaamini pia kwamba yeye ni mkingiwa dhambi ya asili. Hilo limedhihirishwa kwamba anamzaa mwana wa Mungu, nafsi ya pili ya Mungu. Tunapoadhimisha misa takatifu katika sikukuu ya Bikira Maria kukingiwa dhambi ya asili, tunasoma maandiko matakatifu. Na andiko linalotawala somo letu la kwanza ni kile kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 aya ya 10 mpaka ya 14, ambapo tuliona kwamba Isaya alitabiri miaka zaidi ya 600 kabla ya Kristo, Bikira atachukua mimba na kumzaa mwana, naye ataitwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na Injili ya Luka, tutachukua Injili ya Luka sura ya kwanza ya 26 mpaka 38, ambayo ndipo utabiri wa Isaya ulipotimia katika Agano Jipya. Kwa hiyo maadhimisho yetu yanaturudisha katika mpango wa Mungu kwamba hili jambo lilipangwa tangu zamani, ili wakati utakapotimia basi mambo yote yaonekane katika ubayana wake.
Sikukuu hii inahusishwa na sherehe nyingine tunazoadhimisha katika kanisa. Sherehe ya kwanza ni sherehe ya Krismasi. Ukihesabu kuanzia tarehe 25 mwezi wa tatu mpaka tarehe 25 mwezi Disemba ni miezi 9 kamili. Kwa hiyo kuadhimisha kwa sherehe hii ya Bikira Maria kutoa mimba na alipopashwa habari ninatupeleka moja kwa moja mpaka kwenye maana ya uwepo wa Krismasi kati yetu, pale ambapo huyu aliyetwaliwa mimba tarehe 25, basi miezi 9 inatimia tarehe 25 ya mwezi Disemba, tunapata maana ya kwa nini tunaadhimisha sikukuu ya Krismasi. Lakini sherehe nyingine ambayo inatokana na sherehe hii tunayoadhimisha ni ile ambapo Bikira Maria alimtolea mtoto Yesu hekaluni, ambayo tunaadhimisha kila tarehe 2 ya mwezi Februari. Ilikuwa ni siku iliyotambulika kama ni siku ya kutakasika kwa wazazi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Walipotolewa mtoto Yesu hekaluni, basi ilikuwa ni siku ya kutakasika kwao, ilikuwa imetimia. Ni sherehe ambayo watu waweko wakfu, watawa wengi duniani wanaichukua kama sherehe yao ya kurudia nadhiri zao, na ni kuomba kujaliwa usafi wa moyo kama Bikira Maria alivyofanya. Waamini tujifunze nini kutoka katika sherehe hii? Cha kwanza, tujifunze kushirikiana na neema ya Mungu, kwamba Bikira Maria alivyokuwa na ujasiri wa kushirikiana na neema ya Mungu mpaka mpango wa Mungu ukatimia kupitia yeye, na sisi tunajifunza hivyo hivyo kwamba tushirikiane na neema ya Mungu, tuwe tayari kila wakati kuruhusu neema ya Mungu itendeke ndani mwetu, na hivi kwa kuruhusu haya yatendeke ndani mwetu, mipango ya Mungu inakamilika kwa ushirikiano wetu sisi wenyewe. Tukiwa vuguvugu, tukisita kupokea neema hiyo, mwisho wa siku mipango ya Mungu inakwama, na hivi tunashindwa kushirikiana na neema ya Mungu, au tunachelewesha mpango wa Mungu kudhihirika katikati ya watu. Lakini pia jambo la pili la kujifunza katika sherehe hii, tumchukulie mama wa Mungu huyu kama mshirika katika wokovu wetu. Anayo nafasi kubwa ya kushirikiana na mwanae Bwana wetu Yesu Kristo kuzikomboa au kuziokoa roho zetu. Ni mwenzetu, mwanadamu mwenzetu, lakini kwa nafasi yake aliyopewa ya kuwa mama wa Mungu, anakuwa ni mshirika hai na halisi katika wokovu wetu sisi wenyewe. Tunaweza tukamkimbilia tukiamini kwamba tukimwomba kwa imani atatuombea kama alivyofanya katika sehemu mbalimbali za maandiko matakatifu, akisema atakalowaambia fanyeni. Huo ndio upendo wa mama, upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuombe neema ya Mungu itupatie nafasi ya kuadhimisha vyema sherehe hii, ili kusudi hii sherehe iamshe tena uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, upendo kwa Bikira Maria, lakini kutambua kazi ya Utatu Mtakatifu katika mpango wa wokovu wa wanadamu. Tumsifu Yesu Kristo.